wa samani, hasa viti, meza. Mkurugenzi kupitia maelekezo ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na wengine, na hasa kutekeleza yale maagizo ya Mama Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wetu, kwamba kila mwanafunzi akae kwenye kiti na kila mwanafunzi asome na wanafunzi wote wapate elimu bora. Tunashukuru sana kwamba sasa mneki anaendelea kulisimamia hilo na sisi tuko nyuma yake, tunaendelea kusimamia. Akishaleta viti kama vile na meza ile, kazi yetu sisi walimu ni kuhakikisha vile vinatumika ipasavyo kwa ajili ya kuboresha taaluma, kwa ajili ya kuboresha ustawi wa wanafunzi, lakini na malezi bora. Malezi bila mahali pa kukaa na mahali pa kuandikia hayawezi kuwa bora. Kwa hiyo tunashukuru sana, tunaomba mneki aendelee kutukumbuka kwa sababu mahitaji. Sisi, mimi ni sehemu ya wazazi wa Mbeya DC. Na sisi hatujaacha, mahitaji yataendelea kukua mwaka hadi mwaka. Lakini pia tulikuwa na upungufu wa eneo la wanafunzi kukaa hapa kwa sababu walikuwa wengi, tukaanzisha shule ya sekondari ya Nsalala. Lakini bado tuna uhitaji sasa, tunahitaji kuanzisha shule nyingine. Nsalala nayo imejaa, Malama imejaa sasa. Kwa hiyo tunaanza kutafuta sasa eneo ili tupate eneo lingine kwa ajili ya kuanzisha shule nyingine. Tunapoanzisha shule nyingine, tayari hii tutakuwa tumeshaipa hadhi ya kidato cha 5 na cha 6 kwa kuwa miundombinu inaendelea kuboreshwa, na sisi kazi yetu ni kuhakikisha taaluma inapanda. Baada ya kusema haya, sasa utangulizi na walimu wa kike ni 19. Mafanikio: tanya vizuri katika taaluma. Ufaulu umekuwa ukipanda kutoka mwaka hadi mwaka. Kwa mfano, kidato cha pili mwaka 2024 waliofanya walikuwa 340 na waliofaulu walikuwa 253, walioshindwa walikuwa waliofeli walikuwa 77. Mwaka 2025 waliofanya walikuwa 289, waliofaulu 253 na walioshindwa ni 36. Kwa hiyo tumekuwa tukipanda. Waliofanya mwaka 2023 walikuwa 330, waliofaulu walikuwa 242, walioshindwa walikuwa 89. 2024 waliofanya wanafunzi walikuwa 325, waliofaulu walikuwa 235, walioshindwa walikuwa ni 91. 26 ambayo itakuwa ni matokeo ya 2025. Tuna matarajio makubwa mno kwamba watoto wetu watafaulu kwa idadi kubwa, ambayo itaonyesha sasa kwamba trendi ya kupanda inaenda mwaka hadi mwaka. Moto ni miundombinu. Hasa changamoto iliyo kubwa ni matundu ya vyoo. Shule ina upungufu wa matundu 16 kwa wanafunzi wa kiume au wavulana. Kwa upande wa wasichana hatuna changamoto, matundu ya vyoo yanajitosheleza na mengine yanabaki kwa idadi yao. Samani. Shule ina upungufu wa samani, yani viti na meza 673. Katika upungufu huo nimesimama hapa pia kwa ajili ya shukrani. Tukio la leo ni la shukrani sana, au ni la furaha. Tunafurahi sana ndugu viongozi wetu mliopo. Mshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tunamshukuru mneki, mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Tunamshukuru mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, tunamshukuru mkurugenzi wa halmashauri, viongozi angalia shule ya sekondari Malama, na kipekee zaidi tunamshukuru sana Mheshimiwa mneki. Baba, tunashukuru sana. Tumekusanyika hapa leo kwa ajili ya kupokea msaada ambao tunaupokea kutoka kwa mneki. Ndio maana tunashukuru sana. Niseme tu neno moja kwamba tunashukuru sana uongozi wote kwa kuchangia mambo mbalimbali ikiwemo vyakula kwa ajili ya wanafunzi, kwa sababu wanafunzi wanapata chakula cha mchana hapa. Hizi ni jitihada za wazazi kwa shule ya sekondari Malama, Madam Neema Mwakimenya. Asante sana. Vitu kama hivi ni ubinafsi, havihitaji Mheshimiwa Rais afike huko. Ila tu lazima niseme hili kwa sababu ni mwazi. Tumefikia hapa kwa sababu tumekuwa wabinafsi
sana mwenyekiti wa bodi. Jamii imekuwa na ubinafsi mkubwa sana. Niambie ni shilingi ngapi hii haya hivi nani? Yaani haizidi hata milioni 2. Haizidi milioni. Mheshimiwa Diwani amesema milioni 1, si ndio? Milango. Mlipiga mahesabu milioni 1. Kila kitu. Milioni 1. Nani anayetengeneza? Nyie aliyekuwa anatengeneza. Mfundi gani? Aule. Siku ngapi? Tukubaliane. Mimi nikiwapa milioni 1 hapa siku ngapi? Kadege. Upe milioni 1 binafsi mwenyekiti. Naam. Mimi niko na wewe. Amen. Mimi hawa wengine hawa sina ugomvi nao. Wewe bodi ya shule ndio mwenye shule hii. Mimi nimewahi kuwa mwenyekiti wa bodi ya Iyela kule. Hapa wazazi lazima wahusishwe kwenye vitu vidogo vidogo. Umepata? Ndio. Yaani nyie mnafikiri furaha kweli hivi? Haifanani na sura yetu, si ndivyo? Na haya mnasema mnafikiri mnaweza mkaficha dunia leo. Na mkificha ili weje? Dunia imebadilika siku hizi. Sawa? Wewe ukificha, atakuja mtu hapa atakuwa analima hapa atapiga picha. Hakuna dunia ya kuficha mambo sasa hizi. Tatizo likionekana lazima litatuliwe. Viongozi wenzangu wa kata, tembeleni shule hapa, ndio tunasema tunatatua kero, mahusiano kati ya Chama cha Mapinduzi na wananchi yako hapa. Na ndio maana nimwambia Mheshimiwa Diwani, waje wananchi wako hapa. Wapo kule. Waje hapa tuwaambie na wao. Waiteni waje hapa ili tuwaambie. Lakini tuwe ni viongozi ambao tuna hofu ya tusihofe vyeo. Tumeanza kupata shida ya viongozi kuhofea nini? Vyeo. Sasa kama umekuja duniani kwa ajili ya cheo, hapa duniani tunapita. Tuhofe hofu ya Mungu na watu kuwahudumia. Sawa? Tumeanza kuhofea vyeo saizi. Umepata? Tumeanza kuhofea nini? Vyeo. Yaani mtu anashindwa kuongea kwa sababu anahofea nini? Sio vizuri. Mwenyekiti, tunao mwenyekiti mzuri hapa wa wilaya. Na mimi nimpongeze Mheshimiwa Diwani. Inawezekana haya yote kwa sababu ya Diwani. Na Mheshimiwa Diwani wewe ni kijana. Usihofe cheo chako. Kama hawatakuchagua kwa sababu unasema ya ukweli, wacha wasikuchague. Mungu atakuchagua. Kama watakataa kukuchagua eti kwa sababu unasema ukweli, na ukweli wenyewe unaohusu mwanadamu aliyefanana nani? Na Mungu. Alafu wewe unaona unataka ukue, nataka nikwambie hii safari ya mbinguni itakuwa ndefu. Umepata? Wewe bado ni mdogo. Unaweza kaacha leo, kesho Mungu akakupa cheo kikubwa. Kwa hiyo tusaidie sana. Kata ikimbie. Unaye mwenyekiti mzuri wa wilaya yuko hapa. Namjua lugha yake, haofeagi cheo. Sasa bodi tusaidie na nyinyi. Naam. Mtusaidie, ndio maana tumeweka hapa. Sawa? Kesho Jumatatu Mashaka ataleta tofali hapa, atajenga hivi vyoo 12. Sawa? Sasa hayo makofi mumpigiage Mungu. Mimi nataka muofee sana hofu ya Mungu. Sawa? Mimi kwenye maisha yangu sihofei cheo changu. Na wala sina huo mpango wa kuhofea. Kwa sababu cheo alichonipa Mungu hiki cha kupata hela ni cheo kikubwa kuliko cheo kingine duniani. Ndio hivyo. Lazima niwaambie ukweli, si ndivyo? Cheo alichonipa Mungu cha kupata hela hizi, ananibariki hela. Ni cheo kikubwa sana. Na hizi hela anazipega kwenye jamii ni cheo kikubwa sana. Kwa hiyo mimi sihofei. Hata kama nitakuwa sina cheo nitakuja kusaidia watu. Nafikiri nimeongea lugha ngumu, si ndivyo? Yenye ukweli. Ngumu lakini yenye ukweli. Yes. Kwamba lazima tudili na matatizo ya wananchi. Tumekuja chooni kwa watoto huku. Umeona? Sasa mimi ni mneki, mwakilishi wa Mama Samia. Leo Mama Samia amekuja kwenye kijiji chenu. Mpigieni makofi. Kwa mlioyapokea yote haya, mumshukuru mumshukuru kwanza. Popote napotembea nifanye kazi kwa weledi na kwa kuangalia hofu ya Mungu. Niwe mkweli na nihofee sana Mungu kuliko cheo. Sawa? Hapa tumekagua vyoo. Kuna upungufu wa vyoo vya watoto. Sawa? Mngesimama huku ili waandike. John, nyie ndio wenye shule. Na hicho bado hakijaisha. Wangapi kwa tayari? Mwenyekiti wa kitongoji. Silipi
mimi nitakuletea fundi wa kujenga cheo na kamati yako mliopigiwa kura. Hapo vipi? Kiongozi asiyeonesha mfano hafai kuwa kiongozi. Tumeelewana? Muambie Mwaselela anataka matendo. Anataka? Matendo. Ndio maana walivyoniambia nikaambia mimi siji mikono mitupu. Naleta dawati lakini nataka nione watoto wanajisaidia wapi. Simwitaka mchangisha dawati? Ndio. Kuna mtu amewachangisha? Hapana. Akiwachangisha njooni pale kwangu mumsemelee. Mwananchi kuchangia dawati kata ya nani? Ya Salala.